heshimu sana mfumo wa kimaono kuliko fedha na mshahara, kwa kuwa imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Imeandikwa katika kitabu cha Mathayo mlango wa 4 mstari wa 4. Biblia inasema waziwazi juu ya kuishi kwa mkate tu. Imeandikwa, naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Ninapozungumza juu ya umuhimu wa vision connection and networking, mama wa Yakobo alimsaidia Yakobo, alikuwa ni vision connector, aliweza kumconnect Yakobo na mjomba wake anaitwa Laban. Alikuwa amebeba baraka. Na hapa labda nizungumze kwa utaratibu kabisa. Kuna watu ambao they are so much blessed, wamebarikiwa na kipawa, wamebarikiwa na karama, wamebarikiwa na uwezo wa kufanya biashara, wamebarikiwa na akili ya kusoma darasani, wamebarikiwa na uwezo wa kiuongozi, wamebarikiwa na uwezo wa kuongoza, wamebarikiwa katika siasa, wana uwezo wa kufanya vitu katika maisha yao. Lakini once unapokosa vision connection and networking, unapokosa mfumo wa kimaono, mtu wa kukujoin, wa kukuunganisha, au namna ya kuconnect idea ya kwako ulionayo uweze kufikia malengo yako. Unaweza kuwa a very great leader, una influence kubwa, lakini you need someone. Jana niliwaambia jinsi ambavyo mke wa Obama, Miss Michelle, alivyomsaidia Obama kwenye siasa, kwamba pasipo yule mwanamke ambaye alikuwa na rafiki yake, mtoto wa Jesse Jackson, na akamsaidia, na wale wakaconnect. Ndio Waswahili wanasema ukishikwa shikamana. Na mtu mwingine unambeba alafu anajiachia mgongoni, tukufunge na bolti. Yani lazima ukishikwa ushikamane. Yani kitendo cha Michelle kujua kwamba huyu mtoto wa Jesse Jackson, mtu mwenye influence kwenye siasa, akamchukua na mtoto wake akamkabidhi, akawa mama wa ubatizo wa mtoto. Hiyo ilikuwa moja. Nilizungumza jana na sitaki kurudia hapa. Lakini ni lazima kabisa uangalie zaidi mfumo kuliko kuangalia fedha. Kuna watu ambao ukikutana nao hata akikupa hela kataa, haina maana kwako, haiwezi kukusaidia chochote. Lakini kama ana influence, kwa sababu mtu hataishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Na neno litokalo kinywani mwa Bwana ni divine connection. Kwa hiyo Yakobo alikuwa amebarikiwa tayari, so much blessed person. Amebarikiwa wazi, ametamkiwa baraka na baba yake, na mbingu zinajua ya kwamba Yakobo ni mbarikiwa. Lakini ili baraka iwe really, inahitaji divine connection na vision connection. Na mama yake alimsaidia kwa wazo, kama ambavyo Michelle alimsaidia baraka, akamwambia nenda kwa mjomba wako. Na acha nikwambie, kuna mtu anaweza akakwambia tu, hivi kwa nini usimfuate fulani? Hiyo tu ikatoa maisha yako yote. Kwa nini usimfuate fulani? Kwa nini usimuone fulani? Hivyo na Mungu akatenda. Sasa kuna watu wengi wana baraka, lakini wamebarikiwa kabisa. Ndani yao kuna vitu vikubwa vya baraka. Wana baraka katika biashara, wana baraka katika mambo mengi, wana baraka katika uimbaji. They are so much blessed. Wanaweza kuimba, lakini kama wanakosa hiyo divine connection, hiyo ni shida kubwa sana. 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 Na ni lazima Mungu akusaidie uweze kuona hiyo connectivity. Sasa hapa nazungumza juu ya vision connection and networking discipline, nidhamu ya mfumo wa kimaono. Kwamba kitu cha kwanza cha kuangalia kwenye nidhamu unapokuwa kwenye networking, moja kabisa, usihangaike na fedha wala mshahara. Na hili nataka nikuhakikishie, Yakobo alimhitaji Laban na Laban alimhitaji Yakobo. Tunahitajiana hapa mjini. Bwana asifiwe. Ninyi mnamhitaji mchungaji na mchungaji anahitaji waumini. Kabisa.
Ninawahitaji sana na ninyi pia mnanihitaji sana. Tunahitajiana hapa mjini. Sasa kuna mtu anaweza karopoka tu, sijali chochote. Yani sina mpango, yani mimi sisumbuki na chochote. Kusumbuka na chochote ni lazima. Unanihitaji tu na ninakuhitaji wewe pia. Kabisa, kabisa, kabisa. Na kwa kuwa tunahitajiana hapa mjini, lazima pia tuheshimiane hapa mjini. Bwana asifiwe. Ukimwona mtu anadharau, anakwanyua mdomo mpaka ameshapinda uso, achana naye. Haelewi. Anakosa discipline ya network. Kwenye networking au kwenye mfumo wa kimaono kuna discipline yake. Na moja ni kufahamu ya kwamba ni nani ninamhitaji kwa kitu gani na kwa wakati huu. Yakobo alikuwa anamhitaji Laban kwa sababu Yakobo ana baraka lakini hana source of income. Hana mradi, hana project, anamhitaji Laban. Laban ana project. Ana mfumo mkubwa sana wa kimaono. Lakini hana mtu ambaye yuko active kwa ajili ya kuzalisha. The same. Kilichokuwa katika nyumba ya Laban na Yakobo ni kile kilichokuwa katika nyumba ya Farao na Yusufu. Farao ana utawala, ana dola, ana mamlaka. Lakini kuna njaa inakuja ya miaka 7 na hana mtu wa kumsaidia. Yusufu hana dola, hana uraia, ni mfungwa kwenye gereza la mfalme, lakini ana hekima, ana akili, ana utashi, ana uwezo wa kumsaidia Farao abaki kwenye kiti. Tunahitajianaga hapa mjini. Kwa hiyo sasa kile ambacho nataka kusema, kuheshimu, moja ya nidhamu ni kujua kwamba tunahitajiana. Wakati Yakobo anaaga anamwambia Laban, mimi naondoka. Laban akamwambia hapana. Na Laban akamwambia hapana, nataka ubaki na tukubaliane mshahara. Huyu jamaa mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye amejaa dhuluma na amemdhulumu Yakobo several times. Alimdhulumu hata miaka 7 akampa mwanamke mwingine asiyemtaka. Dhuluma ya wazi. Unaweza kudhulumu maisha ya mtu ya miaka 7. Alikuwa mdhulumati kabisa wa wazi. Akatumika kwake miaka 14 kwa kitu alichokuwa anakitaka. Kwa mahari tu ya kumpata Raheli. Lakini Biblia inasema siku ambayo anataka kuondoka Yakobo, amechoka, anamwambia mimi nina baraka za kuingia na na baraka za kutoka. Hata wakati anatoka katika nyumba, anamwacha Esau na ugonjwa wake wa metathesiophobia, anamwacha akiamini ya kwamba nina baraka za kubaki, za kuingia na na baraka ya kutoka. Na baraka ya kutoka ni kubwa kuliko ya kubakia. Kwa hiyo akamwambia ya Laban, mimi nataka kuondoka. Laban akamwambia uweze kwenda kwa sababu nilipokuwa pamoja nawe nimebarikiwa sana kwa sababu ya uwepo wako. Alikuwa mzalishaji na amezalisha kwa kiwango cha hali ya juu. Laban anamwambia nikupe nini? Anambia usinipe kitu. Usinipe kitu. Lakini nitabaki kwenye network. Ndio ile nasema mtu haishi kwa mkate tu, bali katika kila neno litokalo kinywani mwa Bwana. Bwana akalitoa neno lake, akamwambia nenda katengeneze fimbo za mlozi, uziweke mahali ambako mbuzi na ng'ombe wanakunywa maji na watakuwa wamezaa ng'ombe wa marakaraka. Akafanya hivyo na akawa mkuu, akaongezeka katika mali, katika watumwa na katika influence. Na baadaye Yakobo aliondoka akiwa milionea na kama sio bilionea. Kwa hiyo kile ninachotaka kuzungumza, nataka kusema hivi: ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Chagua jina jema kuliko mali nyingi unapoingia kwenye mfumo wa kimaono. Mithali 22 mstari wa kwanza. Brand your brand. Mithali 22:1. Mithali 22:1. Biblia inasema hivi: ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi na neema kuliko fedha na dhahabu. Ni heri kuchagua network. Hasa makosa tulionayo baadhi ya watu walio wengi, hawaoni umuhimu wa kuwa na brand. Wanaona umuhimu kwenye network yoyote alionayo. Iwe ni kanisani, iwe ni kwenye fellowship, iwe ni kazini, iwe ni kwenye society, kwenye jamii,
iwe ni kwenye taasisi fulani. Mtu anachohangaika nacho wakati mwingine, walio wengi wanahangaika na fedha, lakini ni heri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Jina jema, una maintain tu brand yako vizuri. Kama nilivyokwisha kukuambia, wewe ni brand. Paka hapo ulipo wewe ni brand, lakini you must brand your brand. Lazima uhakikishe jina lako unaliheshimisha. Huwezi kuishi katika jamii nilishasema tena, hakuna kitu kizuri na kinachoheshimiwa katika jamii ya watu kama jina la mtu. Na ndio maana kesi zote duniani zimeandikiwa faini na mahakama. Unaweza kufungwa kifungo au kalipa faini zilizoandikwa mahakamani, milioni 5, milioni 10, milioni 20. Lakini faini ya kumchafulia mtu jina, kesi ya kumchafulia mtu jina, hiyo ni huyo mtu aliyechafuliwa jina anaweza akachagua, akamwambia nataka unipe mlima Kilimanjaro wote, au nataka unipe yale machimbo yote ya Mirerani. Sasa ni ya kwako, sijui. Au nataka unipe bilioni 100 au trillions. Anaweza kuchagua chochote cha kusafishwa jina lake. Ni faini ambayo aliyechafuliwa jina anapaswa kutamka.